Kea TV, kisima cha elimu. وفاتح الباب العبد قرع ذا قوله أمن يجيب المضطر إذا دعا. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومصطفانا وسندنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا عباد الله ويا إخوة الأعزاء ويا حراس العقيدة، أوصيكم ونفسي الخطيئة المذنبة الضعيفة بتقوى الله عز وجل، فإن خير ما قد أوصى به المسلم المسلمة تقوى الله. بعدكم شكروا مولى سبحانه وتعالى na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukue fursa hii adhim wahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hawajapatapo watu wa aina yoyote kuhusiana jambo lolote lililokuwa bora kuliko kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Husayn na Ali ibn Abi Talib ana maneno yake, anasema ma laka ghayra taqwa Allahi hirzun wala wazar wa ma laka min ghiyath. Ma laka ghayra taqwa Allahi hirzun, hatuna mimi na wewe isipokuwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kinga ya matatizo, ndiyo kinga ya mitihani, ndiyo kinga ya adhabu za kaburi, ndiyo kinga za kufufuliwa vizuri, ndiyo kinga ambayo kwamba itatusalimisha na misukosuko ya siku ya kiyama. Malaka ghaira taqwallahi hirzun wala wazar, wala hakuna makimbilio, wa malaka min ghiyath, wala hakuna msaada isipokuwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, tumcheni Allah, tumcheni Allah. Unwani ya khutba yetu inasema sifa zipi au sifa gani ambayo kwamba inaifanya ibada ikumbaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumeumbwa ili kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ili ibada iwe na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa iwe na sifa gani? Tufahamu kitu kinaitwa taahulu. Taahulu, kuna taahulu shaklan wa taahulu haqiqatan. Taahulu ni uhusika. Ili ibada iwe na malipo katika Uislamu, lazima iwe na kitu kinaitwa taahulu, kuhusika.
kuna uhusika wa kiumbile na uhusika wa hakika. Uhusika wa kiumbile katika ibada katika dini yetu ya Kiislamu ni mtu awe ni mukallaf ay albaligh alaqil, ni mtu aliyebaleghe na aliyekuwa na akili, ili ibada au mtu awe na sifa ya kuabudu katika Uislamu na kupatilizwa kwa kupata thawabu na kupatilizwa kwa kupata madhambi, lazima awe na sifa hizi mbili, albaligh alaqil, awe amebaleghe na awe ana akili. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema, rufi alqalamu an thalathin, ani sabiyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yafiqa, wa anil naimi hatta yastayqadha. Kalamu ya kuandikiwa mema na mabaya imeondolewa kwa watu wa aina tatu: kwa mtoto mdogo ambaye kwamba hajabaligh mpaka atakapobaligh, lakini kwa mtu ambaye kwamba ni ana uenda wazimu, kuna aljununul mutbi, kuna aljununul munqati'. Kuna mtu mwenda wazimu, uenda wazimu wake ni moja kwa moja almutbi, lakini kuna mtu ambaye kwamba ana uchizi ambao kwamba ana almunqati', huku tumezoea kuita mwezi mchanga, kuna muda zinaingia, kuna muda zinatoka. Mtu huyu zitakapoingia atahesabiwa, ataingia katika kitu taahulu, uhusika wa ibada, uhusika wa kuabudu. Lakini pale ambapo akili hakuna, hatoingia wa anil majnuni hatta yafiqa, lakini wa anil naimi hatta yastayqadha. Lakini mtu ambaye amelala haukumili kwa chochote, hali ya kuwa amelala, huyu hana uhusika wa kufanya ibada katika Uislamu. Ndugu zangu, taahulu shaklan wa taahulu haqiqatan, lazima mtu awe ni Muislamu kisha almukallaf, ni Muislamu kisha almukallaf. Ndio maana wasiokuwa Waislamu matendo yao hayakubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. walladhina kafaru a'maluhum kasarabi, na wale ambao kwamba wamekufuru ambao si Waislamu, a'maluhum kasarabi, matendo yao ni kama mazigazi. Mazigazi ukikaa mbali hivi kwenye lami utaona kama maji hivi yanacheza, yale yanaitwa mazigazi. Au ukiwa katika jangwa kwa mbali unaweza ukaona maji hivi, sio maji. yahsabuhu dham'an ma'a, anadhani mwenye kiu kwamba yale ni maji. Hata idha jaahu lam yajidhu shay'a, mpaka akiyaendea hayakuti ni kitu chochote. Fawajada Allah indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab, atamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake na atamlipa hesabu yake, na Mwenyezi Mungu ni haraka mno wa kulipa malipo. Waliokufuru hawana taahulu shaklan, uhusika wa kiumbile katika kuabudu. Taahulu ya pili, uhusika wa kuabudu, ni almutaahilu haqiqatan. Ili ibada ikubaliwe katika Uislamu inatakiwa ina sifa ya pili ya uhusika wa hakika. Uhusika wa hakika katika kuabudu ni jambo kuu moja. Ili ibada ikubaliwe lazima iwe na ikhlas. Ibada hiyo iepukane na arriya, ibada hiyo iepukane na al-ujubu, al-amradh al-qalbiyya, maradhi ya moyo. Ndugu zangu, ikhlas ndio kila kitu katika matendo yetu. Ibn Athaillah Sakandari, hakimu sufia, ana maneno yake katika hikam, anasema al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlas fiha. Maumbile haya matendo tunayoyatenda ni suwarun qa'ima, ni maumbile yaliyothibiti ambayo kwamba hayana roho ndani yake, ni umbile lisilokuwa na roho, ndiyo matendo. Ili matendo hayo yawe na natija, inatakiwa ina ikhlas ndani yake.
wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 5 suratul Bayyina anatupa tangazo kubwa, wama umiru illa liya'budu Allah. Hawakuamrishwa, tunakusudiwa sisi wanadamu na majini, tumeamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakashia yeye ibada. Wama umiru illa liya'budu Allah. Tumekuja kusali sala ya Ijumaa, lengo letu ni Mungu, ndio ikhlas. Kila analolifanya umkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi khatibu niko hapa na hutubu kuambia nyinyi maneno ya Mwenyezi Mungu. Lengo langu ni Mungu, lengo langu ni dini. Hiyo ndio ikhlas ndugu zangu katika dini. Umependeza kuja msikitini, je, lengo lako ni Mungu? Lengo lako ni kuadhimisha siku ya Allah subhanahu wa ta'ala, sayyidul ayyam, yaumul jumaa? Inawezekana umekuja kuswali, kumbe hapa una meeting na mtu wako, mje kukutania hapa Masjidi Mcheni, umetoka katika lengo. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Kila tunachokifanya tumkusudieni Mungu. Ndugu zangu katika dini, kila tunachokifanya tumkusudieni Mungu, kwa sababu siku ya kiyama tutakwenda mbele Allah subhanahu wa ta'ala hadi yakuwa tuna sala nyingi, tuna nyiradi nyingi, tumetoa sana sadaka, lakini hatukumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-riya, kufanya mambo kwa ajili ya kuonyesha watu. Kuna kitu as-sum'a, kusikika. Naongea media zinichukue nitangazike, hilo ndio lengo. Lengo hilo utalikuta hivyo hivyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafanya ibada nyingi ndugu zangu, tuzichunge ibada zetu na mambo yote ambayo kwamba yataiharibu ibada, ikiwemo ar-riya'u. Tufanya mambo ili watu wakuone, kufanya mambo ili watu wakusikie, ni habaa manthura. Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume Muhammad, sema kuambia mimi na wewe, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, hivi hatukupeni habari kwa wale ambao kwamba wamepata hasara katika matendo yao? Mwenyezi Mungu anamwambia aseme alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, hao ni ambao kwamba yamepotea bure matendo yao katika maisha ya dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na hali ya kuwa wao wanadhani kwamba wanatenda matendo yaliyokuwa mema kwa kukosa ikhlas, ria. Kwa ndugu zangu, tujichungeni na jambo hili. Bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله ويا إخوة الأعزاء ويا حراس العقيدة، أوصيكم ثانيا كما أوصي نفسي الخطيئة المذنبة الضعيفة بتقوى الله عز وجل، فإن خير ما قد أوصى به المسلم المسلمة تقوى الله. Ndugu zangu, katika jambo ambalo kwamba linaharibu ibada ni kuifanya ibada na pasi na kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukatoa sadaka, lakini lengo lako watu wakusifie. Unaweza ukafanya kheri mbalimbali, lengo lako watu wakuone,
Lakini ukimsaidia mtu usiwe na kitu kinaitwa manni, unaharibu ibada yako. Usiwe na kitu kinaitwa manni. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Enyi ambao kwamba wameamini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msiharibu sadaka zenu kwa masimbulizi na maudhi. Umempa mtu kitu, unataka watu wote wajue kama wewe ndio umetoa. Bwana, umeona ile kofia alivaa Sheikh Abdul Qadir? Mimi yule. Umeona khatubu yetu kile kishali? Mimi yule. Wakafika mbali wanawazuoni, wakasema ukimpa mtu kitu, hata ukiona ukimwanza na salamu utamuudhi, usimsalimie. Ukimpa mtu kitu chako kisha ukaona ile kumwanza na salamu, assalamu alaikum, utamuudhi, usianze kumsalimia. Inafahamika katika Uislamu raddu salami ndio wajibu, sio kutoa salamu. Kujibu salamu ndio wajibu. Ukiona utamsalimia mtu ambaye kwamba umempa kitu fulani, kumsalimia kule kutamuudhi, kutangia katika al-adha, usianze kumsalimia. Yote ni kuchunga ibada. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, haja kumtakashia ibada. Ndugu zangu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kumwambia mtu maneno mazuri na kufanya kuomba msamaha mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo bora zaidi kuliko kumpa mtu kitu kisha ukafanya maudhi, ukafanya ria katika ibada yako. Utaharibu ibada, utakosa kitu taahulu hakikatan, ule uhusika wa ibada wa kihakika. Ria ni jambo baya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innal murai yunada yawm alqiyamati bi arba'ati asma: ya kafiru, ya fajiru, ya khasiru, ya ghadiru, dhalla sa'yuka wa batalat ajruka fala khalaqa laka al-yawm iltamis mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'un. Mwenye kufanya matendo kisha kawaonesha watu, lengo lake ni watu, sio Mungu, ataitwa siku ya kiyama kwa majina manne: ya ghadir, ewe msaliti; ya khasiru, ewe ulipata hasara; ya fajiru, ewe muovu; ya kafir, ewe kafiri; dhalla sa'yuka, yamepotea bure matendo yako; wa batalat ajruka, na yamebatilika malipo yako; fala khalaqa laka al-yawm, hauna fungu leo hii siku ya kiyama. Ndugu yangu, siku nzito. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ya ayuha an-nasu ittaqullah inna zalzalata ash-sha'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadha kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allah shadid. Siku ngumu kiasi hiko. Mwenye mimba atazaa, ambaye kwamba ananyonyesha ataacha kunyonyesha. Utaona watu kama wamelewa, lakini watu hawajalewa. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kali mno. Siku hiyo umekwenda na sala zako, unaambiwa huna fungu leo. Umekwenda na sadaka, unaambiwa huna kitu leo. Umekwenda na funga, unaambiwa huna kitu leo. Unaweza kuona kama kitu cha mzaa, lakini amali zetu, ibada zetu zinaharibika kwa mambo kama haya. Tunafanya mambo mengi ambayo kwamba tumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, tunawakusudia viumbe. Ashirku al-khafi, inna akhwafa ma khafa ala ummati ashirku al-khafi. Qalu wa ma shirku al-khafi ya Rasulullah? Qala ar-riya. Shirki ndogo, shirki ndogo, kwa maana unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala andada. Kuna watu wengine ambao kwamba unawakusudia ukiondoa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenye ria ataitwa, ataambiwa fala khalaqa laka al-yawm, leo hii kuna fungu lolote wewe. Iltamis mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi', tafuta malipo kutoka kwa wale ambao kwamba uliokuwa unafanya kwa ajili yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kusema katika hadithi al-Quds ambayo kwamba fima yarwi an rabbih subhana, siku ya kiyama atakuja qari, msomaji Qur'ani.
Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza, bwana, sikukufundisha kitabu changu kitukufu? Yule mtu atasema, bala ya Rabb, umenifundisha Mola wangu mlezi. Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza, uliifanyia kazi gani Qur'ani niliyokupa? Kwa sababu ukipewa Qur'ani umepata al-istifa, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafainahum min ibadina, ambao kwamba tumewachagua katika waja wetu. Istifau, umechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atauliza, umeifanyia nini Qur'ani? Mtu yule atamwambia, nilikuwa nikiifanyia kazi kama ulivyotaka Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, umesema uongo. Malaika watamwambia, umesema uongo. Allah subhanahu wa ta'ala anambia, wewe ulisoma liuqala lakal qari, ulisoma Qur'ani ili uambiwe wewe ndio bingwa wa Qur'ani Tanzania. Hakuna anayekuweza. Hilo lilikuwa ndio lengo lako, haukuifanyia kazi Qur'ani. Atakuja mtu kapigana sana jihadi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si mkweli. Ataambiwa, wewe ulipigana jihadi, ulimkusudia Mungu kweli? Tuseme nimkusudia Mungu. Mwenyezi Mungu atamwambia, hapana. Ulipigana jihadi ili ukale na jariun, ili uambiwe wewe ni jasiri, uambiwe wewe ndio kwamba ndio kibabe. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu akiitwa Quzman ibn al-Harith. Quzman ibn al-Harith huyu katika vita vya Uhud alijitoa sana mbele. Masahaba wote wakawa wanamuonea donge, wanasema Quzman min ahli al-janna, Quzman min ahli al-janna. Quzmani huyu ni katika watu wa peponi. Mtume Muhammad akamwambia, hapana, Quzman min ahli an-nar, Quzmani katika watu wa motoni. Kajitoa katika vita, kapambana kama mimi na wewe tunavyopambana kufanya ibada mbalimbali, lakini tumekosa taahulu haqiqatan, uhusika wa kihakika katika kuabudu. Kwa maana ibada hiyo tukumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad fi sabilillah ni ibada kubwa. Quzmani, masahaba wenzao wanamuuliza, vipi? Anasema, bwana, mimi kinachonifanya nijitoe namna hii, natetea kabila langu. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, Quzman min ahli an-nar. Quzmani huyu ibn al-Harith ni katika watu wa motoni, kajitoa katika vita, lakini lengo lake kabila lake lisiwe duni, kapambania kabila, hajapambania Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, kila tunalolifanya tumkusudieni Allah subhanahu wa ta'ala. Kila tunachokifanya tuweke mbele dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusije tukafanya kheri yoyote tukawakusudia viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kusifiwa, kusikika, isiwe ndio lengo letu katika ibada. Kwa sababu siku ya kiyama tutakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atatuambia, ulitaka sifa na ushasifiwa, ulitaka kusikika na ushasikika. Kwa ndugu zangu, ibada ambayo kwamba tunaziharibu kila siku, moja na ambacho kwamba kinaharibu ibada ni ar-riya. Lakini jambo jingine ambalo kwamba linatukosesha taahulu haqiqatan ni al-hasad. Al-hasad, iradatu zawali ni'amillah an akhika al-muslimi mimma lahu fihi salahu. Al-Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, iradatu zawali ni'amillah, unaweza kuwa unafanya sana ibada lakini moyo wako una hasad. Wewe umekosa taahulu haqiqatan, uhusika wa ibada wa kihakika, kwa sababu alhasadu yaakulu alhasanati kama taakulu an-naru alhatada. Hasad inakula mema kama vile ambavyo kwamba moto unakula kuni. Unaweza kuwa unafanya kheri nyingi, lakini ukiona mtu kafanikiwa inakuuma. Kwa nini fulani kafanikiwa? Kwa nini fulani ana kadha? Kwa nini fulani akivaa anapendeza? Kwa nini fulani ana gari nzuri? Kwa nini fulani ana kadha ana kadha ana kadha? Ukiona mtu fulani kafanikiwa katika jambo fulani, unataka jambo lile limuondoke. Iradatu zawali ni'amillahi an akhika almuslimi mimma lahu fihi salahu.
Ndugu zangu, hasad ni ugonjwa mbaya, utatuharibia ibada zetu. Unwani ya khutba tunakumbushana sifa ambazo kwamba zinaifanya ibada ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasid, amali yake ikubaliwe. Mwenye hasad, amali yake ikubaliwe. Na kwa sababu ya hasad, mpaka hivi leo Qabil anaadhibiwa kwa kumuua ndugu yake Habil. watlu alaihim naba bani adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Habil alimuua ndugu yake Qabil, alimuua Habil kwa sababu alifanya amali ile ilikubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qabil amali yake ikukubaliwa, akamwambia la aqtulannaka, nitakuua, na akamuua kweli. Madhara yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la tuqtalu nafsun dhulma illa kana libni adama al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. La tuqtalu nafsun dhulma, haiwawi nafsi yoyote kwa kudhulumiwa, illa kana libni adama al-awwali kiflun min damiha, isipokuwa itathibiti kwa binadamu wa kwanza fungu katika damu yake. Kwa nini? Li'annahu awwalu man sanna al-qatla, yeye ndio wa kwanza alianzisha kuua. Kwa sababu ya hasad mpaka hivi leo Qabil anapata madhambi. Kwa ndugu zangu, ibada zetu ili ziwe na malipo, tumkusudieni Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambalo kwamba tunalifanya tumwekeni Mungu mbele, tuondoe viumbe, tutakashe nyoyo zetu kama yalivyoomba dua Nabii Allah Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim salimun min ar-riya'i salimun min al-hasadi salimun min al-kibri salimun min al-ujubi. Moyo uliosalimika na hasad, moyo uliosalimika na ria, moyo uliosalimika na kujivuna, al-ujub, kuona mafanikio ya kiibada uliokuwa nayo ni kwa sababu ya uwezo wako uliokuwa nao, kuna haribu ibada. Ibada ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, ili ibada zetu ziwe na malipo, lazima ziwe na taahulu shaklan wa taahulu haqiqatan. Mutaahilu shaklan na mutaahilu haqiqatan, musika wa kiumbile ambaye kwamba ni Muislamu al-mukallaf, kisha musika wa kihakika ambaye ibada yake imemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada hiyo imepukana na ria, ibada hiyo imepukana na hasadi, ibada hiyo imepukana na ujub. Ibada hiyo ndio itakuwa na sifa ya kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لا إله ولكل كرب عظيم وفرج عنا اللهم ربنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. وارض اللهم عن الأربعة الكرام قمات الإسلام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وجميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله ما يعلم ما تصنعون. Care TV
kisima cha elimu.